Wametia rasmi mkataba wa maelewano katika jumba la mikutano la KICC hapa jijini Nairobi kwa nia ya kuunganisha Wakenya na kutatua changamoto za uongozi. Na mkataba huo kati ya chama cha UDA na ODM ukikubaliana kutekeleza masuala 10 makuu ambayo viongozi hao wamesema yanahitaji suluhu ili kuboresha maisha ya Wakenya. Na kama Apollo Kamau anavyotuarifu ni kwamba viongozi hao wameondoa dhana kuwa mkataba wa leo sio wa kuunganisha vyama vya kisiasa. Baada ya kuwaweka wafuasi wao na viongozi wa upinzani katika hali ya ati-ati, Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga hatimaye walitia saini mkataba wa maelewano mbele ya washirika wao katika jumba la KICC na kufungua ukurasa mpya wa kisiasa na serikalini. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Leo tumeweka sahihi kwa mkataba ya kuleta ulewano, ya kuleta amani, ya kupigana na maadui ya Wakenya wote. Mkataba huo wenye masuala 10 makuu ukilenga utekelezaji wa ripoti ya NADCO ambayo inapendekeza wadhifa wa waziri mkuu, kupunguzwa kwa gharama ya maisha, ajira kwa vijana na usawa wa jinsia serikalini. Na kama kiashirio cha teuzi na mabadiliko serikalini, ripoti hiyo inapendekeza kuwe na usawa katika teuzi serikalini na ugavi wa rasilimali. Mkataba huo vilevile ukitwika serikali jukumu la kuheshimu katiba na kuruhusu Wakenya kufanya maandamano, huku ukitaka serikali kutoa fidia kwa waathiriwa wa maandamano na polisi wanaowadhulumu Wakenya kuwajibika. Mkataba huo unapendekeza serikali kuwasamehe Wakenya wote walio na kesi za maandamano, huku ukiwataka polisi kuunda upya sheria za kudhibiti maandamano. Mkataba huo ukitaka serikali kuheshimu katiba na kufuata amri za mahakama, kukomesha visa vya utekaji nyara na mauaji kiholela na kutokandamiza uhuru wa Wakenya kukosoa serikali. This memorandum of understanding is not about sharing positions or winning elections. It is about the people and the interests of Kenya. We make it clear that the memorandum we have signed today does not define the formation of a political coalition between ODM and UDA. Mkataba huo vilevile ukitaka vyama vya kisiasa viheshimiwe, huku ukiwatwika jukumu Rais Ruto na Odinga kushauriana na Wakenya na wao wawili wenyewe kuhusu changamoto za taifa. Kuhusu ugatuzi, mkataba huu ukipendekeza fedha zaidi ziongezwe na ulinzi wa majukumu ya kaunti kuimarishwa. Vijana pia hawakuachwa nyuma, kwani mkataba huu unasema serikali lazima ifanye mikakati ya kuwekeza ili kubuni nafasi za ajira kwa vijana. I am a proud Kenyan to see what is happening here today, because as other speakers have said, courageous decisions are made by courageous people. Once to every man and nation comes a moment to decide. Then it is the brave man chooses while the coward stands aside. Kuhusu deni la kitaifa, mkataba huo umependekeza deni la kitaifa lipigwe msasa, ijulikane pesa ngapi zimekopwa na zilitumika vipi, huku serikali ikitakiwa kuacha kutegemea madeni. Kuhusu ufisadi, mkataba huo umependekeza afisi za mkaguzi wa hesabu za serikali, msimamizi wa bajeti na tume ya kupambana na ufisadi EACC zipewe nguvu zaidi. Mkataba huo vilevile umependekeza utumizi mbaya wa mali ya umma ukome na pesa za serikali kutumika vizuri. Huu utakuwa ni mkataba wa 4 wa Odinga na serikali tawala baada ya Rais Daniel Moi, Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta. Je, hatima yake itakuwa ipi ikilinganishwa na hapo mbeleni? Apollo Kamau, TV47 kutoka ukumbi wa KICC, Nairobi.